Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo asubuhi. Kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Rais Donald Trump amshambulia Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini akimtuhumu kwa mauaji ya wakulima wazungu. Waziri wa sheria nchini Kongo Constanta Mutamba atahojiwa na kamati ya bunge kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya karibu dola milioni 20 zilizotengwa kwa ajili ya fidia ya vita. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema yuko tayari kusitisha mapigano kwa muda. Irani asisitiza haitoacha urutubishaji wa madini ya urani. Na katika kipenga cha michezo kwamba Manchester United imewachwa hoi katika fainali ya Europa League iliyochezwa uwanjani St Mammes baada ya kufungwa goli 1-0 na Tottenham Hotspur. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema vita vitaendelea hata pale ambapo nchi yake itakapodhibiti ukanda wote wa Gaza. Licha ya kusisitiza kwamba Gaza itakuwa chini ya ulinzi wa Israel wakati wa vita vitakavyokwisha, amesema Israeli iko tayari kwa usitishwaji vita kwa muda na makubaliano ya kuachia mateka. Aidha, amesema mateka 20 waliotekwa na Hamasa wakati wa shambulio la tarehe 7 Oktoba mwaka 23 wanaaminika kuwa hai, wakati wengine 30 wakiwa wameuawa. Wanaharakati kutetea haki za binadamu wametoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa taarifa kuhusu waliko wanaharakati Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wa Uganda. Wawili hao walizuiliwa nchini Tanzania mapema wiki hii waliko kwenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa Chadema Tundu Lissu. Njeri Mwangi, mkewe Boniface Mwangi, aliandamana na wanawe mkubwa, mama yake na wakili wake hadi katika ubalozi wa Tanzania nchini Kenya, na baadaye kuelekea katika wizara ya mambo ya kigeni jiji kuu la Nairobi kuelezea hofu kubwa kuhusu hali ya mume wake, akitaja kuwa hajazungumza naye tangu Jumatatu alipokamatwa. Sio mara ya kwanza Boniface Mwangi
kujipata katika changamoto za kisheria, ila familia yake inasema kwamba haijawahi kuwa kama ilivyo sasa anavyozuiliwa nje ya taifa lao. Mwanaharakati huyo alikuwa ameripotiwa kwamba ameachiliwa huru na kurejeshwa Kenya siku ya Jumanne, ili serikali ya Kenya imethibitisha kwamba bado anazuiliwa Tanzania. Mawakili wake wanataka Boniface Mwangi awasilishwe mahakamani kwa mujibu wa kanuni za haki za kimataifa ili kuthibitisha kwamba yuko salama. Raia wa Uingereza wamekamatwa nchini Namibia kwa madai ya kuwadhalalisha kingono watoto wadogo na kuwapiga picha za uchi. Douglas Robert Brook pia anatuhumiwa kuwaguza watoto hao isivyofaa akiwa likizo katikati ya mwa Namibia. Polisi wamesema mshukiwa alilenga wavulana na wasichana wadogo kutoka jamii asili ya San katika eneo la kati la Ojozojipupa. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 65 anakabiliwa na mashtaka 38 ikiwa ni pamoja na ubakaji na unyanyasaji wa watoto, vyombo vya habari vya Namibia vimeripoti. Raia huyo wa Uingereza ambaye aliwasili Namibia wiki jana kwa likizo bado hajajibu mashtaka dhidi yake. Alikamatwa Jumapili baada ya kudaiwa kuwarubuni watoto wadogo 34 kwa peremende na pesa ili wapige picha zao wakiwa uchi. Katika zama hizi za kasi ya habari na mawasiliano ya kidijitali, mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa kuu la sauti ya wananchi. Miongoni mwa mitandao hiyo ni X, zamani ikijulikana kama Twitter, imejipanua kama uwanja muhimu wa mapambano ya kijamii, kisiasa na kidemokrasia. Kuanzia kampeni ya mabadiliko ya hali harakati za haki za binadamu, X si jukwaa la mijadala tu, bali pia silaha harakati, chombo cha mawasiliano ya dharura na kiunganishi cha makundi mbalimbali ya kijamii. Hata hivyo, mara kadhaa kumekuwa na jitihada za wazi na za chini kwa chini za kudhibiti au kuzima sauti hiyo, hasa kutokana na namna mtandao huo unavyotazamwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa na wa dini na taasisi za dola. Je, ni kwa kiwango kipi X imebadilisha mazingira ya kijamii na kisiasa Tanzania, na ni kwa nini kila mara huonekana kuwa kwenye hatihati ya kuzimwa? Kadri muda unavyosonga, ikawa chombo muhimu cha makundi mengi, kuanzia wanafunzi, wanasiasa, waandishi wa habari, wasanii, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida. Tofauti na mitandao mingine ya kitandawazi au Facebook au Instagram ambayo hutumika zaidi kwa burudani na mawasiliano ya kijamii, X imebeba jukumu la kuendesha mijadala ya kitaifa, kampeni za kisiasa na kufuatilia utendaji wa serikali. Watumiaji wake wengi nchini Tanzania ni watu wenye kiwango cha angalau elimu ya sekondari, huku kundi kubwa likiwa ni elimu ya chuo. Katika mazingira haya, X imekuwa mahala pa watu wanaotafuta wajibikaji wa viongozi, utawala bora, haki ya binadamu na maendeleo ya kidemokrasia kwa kasi na wepesi ambao hujawahi kushuhudiwa katika vyombo vya kawaida vya habari. Kutokana kwa nguvu yake katika kuendesha mijadala mikali, mwandishi Lukelo Francis aliwahi kuandika makala yenye kichwa kwenye Twitter, Jamhuri iliyotingisha Jamhuri ya Tanzania. Katika makala hayo alinukuu kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan iliyosema Julai 5 mwaka 2022 alipokutana na wachezaji wa Serengeti Girls. Kauli hiyo ilionyesha namna X inavyochukuliwa katika nchi ndani ya nchi hiyo yenye sauti na nguvu kubwa isiyodhibitika kirahisi. Mtandao wenye nguvu za X nchini Tanzania imeonekana wazi kupitia kampeni mbalimbali zilizoibuliwa au kupelekwa mtandaoni kwa kupata uungwaji mkono mkubwa. Hashtags zimekuwa zana mpya na mapambano ya kisiasa. Baadhi ya kampeni maarufu ni pamoja na Change Tanzania, mojawapo ya vuguvugu la kwanza la kuhamasisha mabadiliko ya kijamii na kisiasa. La pili ni hashtag Free Zitto, Free
Mboye, Free Lissu ni harakati za kupiga kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kudai haki za kiraia. Tatu ni hashtag ya Free Soka, Free Mdude, ni kampeni zilizodai kupatikana kwa watu waliopotea au kushikiliwa pasipo taarifa. Hashtag ya Free hii ilikuwa kampeni ya kumunga mkono Maxence Melo, mwanzilishi wa Jamii Forums, katika mapambano dhidi ya kesi zinazohusiana na uhuru wa habari. Hashtag ya Sisi ni Tunaumia, hii kilikuwa kilio cha vijana dhidi hali ngumu ya maisha kilichoenea hadi nchi jirani. Mijadala ya imara nyingi imevuka mtandao na kuingia kwenye majukwaa mengine, magazeti, bunge na hata majukwaa ya kimataifa. Lakini si wote wanaoiona kama harakati chanya. Wengine huihusisha na uchochezi, matusi kwa viongozi au uenezi wa maudhui yasiyofaa. Rais wa awamu ya 4 Tanzania John Pombe Joseph Magufuli aliwahi kusema, natamani siku moja malaika washuke waizime hii mitandao yote, akionyesha wazi kutoridhishwa na jinsi mitandao hiyo ya X ilivyotumika. Kuanzia Mei 21 mwaka huu, X haikupatikana nchini Tanzania, hali iliyotokea muda mfupi baada ya taarifa ya kudukuliwa kwa akaunti ya taasisi kadhaa zikiwemo jeshi la polisi, TIC na mtandao wa simu wa Airtel. Taarifa za uongo zenye viashiria vya uchochezi zilianza kusambazwa na jeshi la polisi la serikali ikatoa onyo kali. Baada ya muda mfupi, upatikanaji wa X ukawa mgumu katika maeneo mengi. Shirika la uangalizi wa mtandao wa NetBlocks imeripoti kuzimwa kwa mtandao wa X nchini Tanzania kuanzia Mei 20, likisema mtandao wa X ulikuwa chini kwa watoa huduma wakuu wa huduma za mtandao Tanzania: Halotel, Airtel, Liquid Telecom, Habari Nord na Vodacom. Lakini hadi sasa hakuna tamko rasmi la serikali kuwa mtandao huo umefungwa, umezimwa, kuna hitilafu au umezimika wenyewe. Waziri wa teknolojia Jerry Silaa aliambia bunge peji 2 za taasisi za serikali zilidukuliwa kutoka na ulinzi dhaifu wa tarakimu, lakini mifumo yao ipo salama. Hali hii imewafanya wengi kujiuliza, je, X imezimwa kwa sababu hizi za kiusalama? Lakini si mara ya kwanza mtandao huu wa X, zamani Twitter, kutopatikana nchini Tanzania. Wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, mitandao mingi ikiwemo X haikupatikana na wananchi walilazimika kutumia VPN kwa mawasiliano. Aprili mwaka wa 21, X ilirejea baada ya zaidi ya miezi kadhaa kutopatikana bila VPN. Septemba mwaka wa 21, X haikupatikana kwa siku kadhaa bila maelezo rasmi, kama ilivyotokea pia kwa muda mwaka wa 2024. Matukio kama hayo pia yameshuhudiwa Nigeria, ambapo Kenya na Burundi, ishara kuwa mitandao ya kijamii inapofikia kiwango cha kuchochea mabadiliko hutazamwa kama tishio la mamlaka katika nchi hizo. Mwaka wa 24 kulishuhudiwa kampeni kutoka kwa viongozi wa dini ya kisiasa nchini Tanzania wakitaka X ipigwe marufuku nchini humo. Walidai kuwa chanzo cha mijadala isiyofaa, uvunjaji na wa maadili na uchochezi. Hadi sasa bado haijajulikana wazi kama serikali itaendelea na mwelekeo wa kuifungia rasmi X au itaacha nguvu ya teknolojia itawale mjadala wa kitaifa. Waziri wa sheria nchini Kongo, Constant Mutamba, atahojiwa na kamati ya bunge kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya karibu dola milioni 20 iliyotengwa kwa ajili ya fidia ya vita. Spika wa bunge Vital Kamerhe amesema bunge la kitaifa litateua kamati maalum kumhoji Mutamba kabla ya kupiga kura na kuamua iwapo waziri huyo anashtakiwa au la. Samaki mkunja ngali mbichi, ndio msemo ambao umekumbatiwa katika uhifadhi wa mazingira na bahari.
kulinda wanyamapori, mifumo ekolojia na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwahusisha wanafunzi wa shule pwani ya Kenya. Jupiter Mayaka ana taarifa hiyo. Sana kama wadau muhimu wa kuhifadhi mazingira, wanyama wa bahari na umuhimu wa bahari. Zainab Meja Adam ni mwandishi na mtaalamu wa ubunifu na usimamizi wa mpango huo. Tunafundisha watoto kuhusu bahari, wanyama wa bahari, umuhimu wa bahari. Sasa leo wanapata nafasi ya kuandika barua kwa bahari. So kuambia kwa shukuru kwa kuwapa maji ya kuogelea, kwa shukuru kwa kuwapa samaki, kwa shukuru. Lakini pia tuwafundisha kuomba msamaha, kulani, yani tabia nzuri za kutotupa takataka baharini, kusafisha bahari. Kama hii watoto mmoja wao wameandika hapa, tuache kutupa takataka kwa bahari. So leo wamejua kujieleza pia mambo kuhusu bahari, kuchora, kuelewa umuhimu wa bahari, lakini vipi tuta protect bahari yetu. Lakini hii festival tuwafundishe pia watoto, manake huwa yaanza wakiwa wadogo, wajue umuhimu wa bahari, wajue kutotupa takataka baharini, so that hata wakiwa wakubwa wanajua haya mambo. Ili kupata uelewa wa kuwahusisha wanafunzi, Sofa Mwene ni mshirikishi wa jumuiya ya kuhifadhi wanyamapori nchini Kenya. Tunapokuwa na activities za mazingira, kwa mfano tunapokuwa na World Environment Day ama tunapokuwa na cleanups, beach cleanups na township cleanups, utakuta kwamba watoto wanatoka kwa wingi, na ukiwahoji ama ukiwauliza unaona ya kwamba wanaelewa zile elements za environment na umuhimu wake wa kwa nini zihusishwe na zihifadhiwe. Kwa hivyo kuna mabadiliko makubwa kuhusiana na elimu hii ya mazingira katika shule zetu. Bwana Mwini, elimu kuhusu mazingira kwa wavumbuzi hao wachanga imekuwa na matokeo gani? Matokeo yake ni mazuri kwa sababu mfano tu katika siku hii ya leo tuko na shule zaidi ya 10 na kila shule imeleta wanafunzi 30. Kwa hiyo tunakuwa na zaidi ya wanafunzi 30 na uenezaji wa information hii ya mazingira, kwa hivyo inazidi kusonga. Tunaweza kuona tofauti hata katika shule nyingi ukienda utakuta kwamba wanafunzi zile ambazo tumefanya kazi nao kama Wildlife Clubs of Kenya, wanafunzi wako na information kuhusu mazingira yao, na utakuta pia shule ni safi na miti imepandwa katika yale mazingira ya shule. Tuchunge mazingira yetu na tuyahifadhi. Viumbe wa mwituni, viumbe wa baharini kama vile kasa na samaki aina mbalimbali, mikoko, matumbawe, inastahili tuyatunze. Kwa hivyo mambo ya kutupa takataka ovyo ovyo inaharibu mazingira yetu. Zile takataka ambazo tunazitupa, hususan plastiki, zinatafuta njia yake na zinaenda baharini. Na zinapoenda baharini, ujue kwamba zile plastiki kwanza zina uchafuzi, zinaingia katika bahari, inachukua miaka mingi, zitavunjika katika vipande vidogo vidogo, na katika hali ile samaki watakula. Na tunapokula samaki, kwa hivyo tujue kwamba tunakula plastiki. Wadau mbalimbali wameonya kuwa uchafuzi wa bahari unaathiri utalii, ajira, wakati huu wakipendekeza ufadhili zaidi kuhusu hili. Video iliyonaswa na kamera za siri inaonyesha wakati ambapo mtu aliyekuwa amejiami na kwa bastola alivyowapiga risasi na kuwaua wasaidizi wawili wakuu wa meya wa jiji la Mexico Clara Brugada katika shambulio la mchana katikati mwa jiji siku ya Jumanne. Mtu huyo mwenye bastola alikuwa akitumia usafiri wa pikipiki. Vurugu za kisiasa zimekuwa zikishuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini Mexico, ambapo wagombea wengi wa kisiasa wameuawa katika matukio yaliyohusishwa na magenge ya walanguzi wa dawa za kulevya yanayotokana na kupata ushawishi.
Ndio picha za moja kwa moja kutokea katika eneo la tukio. Waziri mkuu wa zamani wa DRC Augustin Matata Ponyo hapo jana alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela pamoja na kufanya kazi ngumu baada ya kukutwa na hatia ya makosa ya rushwa kutokana na ubadhirifu wa dola karibu milioni 247. Matata mara zote ameziitiza kesi yake inachochewa kisiasa, mashtaka yanayotokana na kashfa ya mradi wa kilimo Bukangalonzo. Matata Ponyo wamerudia miaka mingi nyuma kabisa. Sherti tuanze na aya ya hapa sasa, penginepo itaonekana kwamba kabisa ni kama kulipisha kisasi, na kwetu sisi waharakati wa haki za kibinadamu tunaona kwamba haitaboresha usalama nchini. Sheria ndiyo tunaitika, lakini sheria iwe katikati, usiwe wale ambao hawafuatiliwi na sheria na wengine ambao sherti wafuatiliwe. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wamekutana katika ikulu ya White House nchini Marekani. Mkutano huo ulifanyika baada ya rais Ramaphosa kuwaita raia wa nchi yake ambao ni wazungu waliokwenda Marekani kupata hifadhi kama wauga. Trump na mshirika wake wa karibu mzaliwa wa Afrika Kusini Elon Musk wamekuwa wakisisitiza kwamba kuna mauaji ya halaiki dhidi ya wakulima wazungu nchini Afrika Kusini, tuhuma ambazo hata hivyo utawala wa Ramaphosa unapinga vikali. Viongozi hao pia wamezungumza masuala ya kibiashara, Rais Trump kutangaza ushuru wa 30% kwa bidhaa za Afrika Kusini pamoja na misaada ya Washington kuelekea Pretoria, ambapo Rais Donald Trump alimshambulia Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini akimtuhumu kwa mauaji ya wakulima wazungu. President Trump, how are you feeling, sir, about your big, beautiful bill today? Very well. We're doing very well. It's very close. How was your meeting with the Pope's brother yesterday? Great. Fantastic guy. Thank you very much. Thank you. Mtandao wa kitaifa wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania umesema ufahamu waliko wanaharakati hao Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire, na wamekuwa wakitatizwa na polisi nchini humo na kutaka kufahamu taarifa zao. Wakili Onesmo Olengurumwa ni mratibu wa kitaifa wa mtandao huo. Tunatafuta mamlaka, tunatafuta uongozi, tunashauri hao watu waachiwe, lakini viongozi hawataki kusikiliza watu, hawataki kupokea simu za watu. Kama haya hatawezekana, nadhani utaratibu tunaoweza kufanya ni kwenda kuiomba mahakama iingilie swala hili kwa kufungua shauri la habeas corpus, ambalo ni utaratibu wa kisheria tu. Pale mtu ambapo anashikiliwa bila utaratibu wake kueleweka ukoje na mamlaka hazitaki kufuata utaratibu wa kisheria, nadhani itabidi twende mahakamani sasa kuiomba mahakama iweze kuita mamlaka zinazohusika na kuuliza ni nini hasa wanafanya na hawa watu, au kutaka wawaachie au wawafikishe mahakamani. Jeshi la Sudan limekiri kuchukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi mwa kusini mwa eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Sudan, Brigedia Jenerali Nabil Abdullah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu na Aduman na Khartoum kaskazini au Bahari. Haya yanajiri wakati ambapo Sudan inatuhumu Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusika na shambulio katika mji wa Port Sudan mwezi huu.
Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Yapo basi unaungana nasi ni kwamba Rais Donald Trump amshambulia Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini akimtuhumu kwa mauaji ya wakulima wazungu. Waziri wa sheria nchini Kongo Constant Mutamba atahojiwa na kamati ya bunge kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya karibu dola milioni 20. Manchester United imeachwa hoi katika fainali ya Europa League iliyochezwa uwanjani St Mamés baada ya kufungwa goli 1-0 na Tottenham Hotspur. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu atakaowezesha kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri, yatakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Asante. Nachukua maoni yako sasa, ambapo asante sana Franco Kisanga kutokea kule 2-in-1 border kule maeneo ya Hispania mipakani kule Tanzania Kenya. Asante sana George Kasansu pale hivi. Si kusikitisha tu na kuondoa vikosi vyote vya jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza. Natakiwa ufanye hivyo tenjao free Gaza, free Palestina. Ni maoni yake George Kasansu pale akizungumza. Baba Sale pale wanasema ni urafiki tu unaochongea, sio kwa kweli. Kwamba majuzikati pale vitu hapo nyuma pale washasema akiwapata mateka wake bado ataendeleza mpango wake wa kuwasaka Hamasa. Maana yake ni nini? Hata akiwapata mateka bado ataendelea kuwa watu wasio na hatia, ikiwemo wanawake na watoto. Si ndiyo maana yake? Nazungumzia taarifa ambapo Netanyahu asema yuko tayari kusitisha mapigano kwa muda. Sting palivi Makel palivi, hao mateka wako wapi? Au kona gani ya Gaza ambapo Israeli imeshindwa kuwafikia? Kazi ni kuua wanyonge ovyo ovyo kama hayawani. Sting Makel palivi anazungumzia. Davis palivi Kembi anasema Israeli force wako tayari kusitisha vita na kwa sharti Gaza wasalimu amri na kuachilia mateka waliobaki warudi makwao. Ndio hali ambayo namna inajitokeza hapa, ambapo Innocent Yona pale vizana anapigana na nani? Maana anaua raia na hao Hamasa wala ajui walipo. Ndio hali ambayo inajitokeza pale. Na soma maoni yako msikilizaji kupitia majukwaa tofauti ambapo unawasiliana nasi. Philibert pale hivi, Jonathan pale hivi, Yenshambi pale hivi pamoja RFA. Nashukuru sana na karibu. Boniface Mnyamai pale hivi, alienda kufanya nini huko? Zungumzia swala la Cyril Ramaphosa kuweza kusutwa na Donald Trump wa Marekani. Boniface Mnyamai anasema alienda kufanya nini huko? Yanayoendelea kimataifa, kwamba anasema kwa habari za haraka hakikisha kwamba unafuatilia Radio Fortune Africa. Asante sana Ismail pale Visaki wa Mandewa pale Visingida, na wapata vizuri RFA kwenye matangazo ya Afrika leo asubuhi, tena mbashara kupitia kitandazi cha kwangu. Asante sana. Wasiofahamu kitandazi ni Facebook. Haya, asante sana. Anasema pale hivi Badelemi pale hivi Ombeni, Mutamba pale hivi anawindwa pale hivi. Asante sana. Anasema pale hivi na dogs pale hivi za Joseph Kabila
ambazo ziko kwenye serikali ya Felix. Miongoni mwao ni jaji anayewindana na Mutamba na Vital Palivi Kamehe. Hao ndio wanafika serikalini, nani hao wanampoteza na kumudanganya Felix. Haya, Palivi anaitwa Palivi Teresia Noel, huyu ndo aliamuru wale vijana wauliwe. Haya, huyu Palivi anasema waziri wa sheria nchini Kongo Constant Mutamba kuhojiwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha. Haya, Palivi ambapo taarifa hiyo inasema kesi ya kutengenezwa hiyo na mabepari wameomba maamuzi yake si tishio kwa wafisadi wengi na wasaliti. Ndio maoni yake huyu, ambapo vile vile Palivi anaitwa nani, Palivi Mudi, Palivi Chede, Palivi Baba Ikra laana kwa kuwatoa roho wale vijana inaanza kumwandama sasa. Haya, ndio hayo. Pascal pale basifia mkuki Palivi kwa nguruwe ni tamu. Wengine wamesahau wengi walichukua pesa za wananchi zaidi ya hii kidogo. Tuwe na utulivu, ni wivu tu wa kazi nzuri anayofanya inasababisha fitna. Mungu amtangulie pia amtetee. Pascal Palivi asifiwe, anatoa maoni yake. Sale Hassan Palivi Sala, tulidhani kwamba yeye ndiye hana uweza aongoza nchi vizuri, kumbe na yeye ni mwizi. Pole sana, hatujui kama Afrika itawahi pata viongozi wazuri. Naona hapo hivi maoni yake moja kwa moja pale hivi katika hatua hiyo. Kwani unasubiri aanze kukamatwa wachukiwa wa pesa ndo wamkamate? Hatujabisha kama alikuwa pesa au la, ila hapo pako na umakini mkubwa katika kutafakari. Binafsi Mtamba yuko afadhali katika huo wadhifa wake. Ndio wale ambayo inajitokeza kule maeneo ya DRC katika taarifa ambazo tuna kuletea asubuhi namna hii. Kuelekea katika eneo la Tanzania ambapo taarifa seneta wa Kenya msifu rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyoshughulikia wanaharakati wa Kenya, ambapo Zaidi Rizi anasema nikiambiwa nimuulize rais swali nitamuuliza hivi: Mheshimiwa Rais, serikali yako kupitia wewe, hebu waambie wananchi wako wapendwa waliotekwa wako wapi, wanaendeleaje ndugu jamaa na marafiki? Ndio hali ambayo zao wanatamani kuwaona. Nashukuru Mheshimiwa Rais. Zaidi Rizi anazungumza pale hivi ya kwake. So Jonathan Zioka, hayo ni maoni yake na Kenya kuna uhuru wa kusema yangu ni tofauti. Kama wananchi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi hao kutoka Kenya wanastahili heshima. Jumuiya ya Afrika Mashariki inaonekana kuwa hatarini kama mambo yataendelea kuchukua mkondo huo ulioshuhudiwa wiki hii Tanzania. John Dirango anasema hata mimi nampongeza sana Rais Suluhu Hassan wa Tanzania, iko na katiba yake na inafaa kuheshimiwa, na Tanzania yenyewe wapigania haki yao, lakini Wakenya wakae na kierere yao kwao. John Dirango anazungumza hivyo na ni Mkenya huyo. Justin Palivi Komanya Palivi, alafu wanaopiga kelele huko Kenya ni vibaka na wenye akili akili wametulia. Haya, William Shalo Williprod wanasema huu upumbavu wa nchi nyingine kutengeneza madikteta wakubwa sana. Afrika imejaa madikteta kwa mgongo wa nchi huru. Hakuna nchi huru Afrika. Umoja wa Mataifa unatakiwa kubadili baadhi ya sheria kudhibiti madikteta wa Afrika. William Palivi Shayo na maoni yake. David Nyambuche Palivi, huyu asindo wale kila nchi hawakosi. Haya ndio hali ambayo inajitokeza pale hivi. Mwalimu Nyerere aliwahi sema, ukiona unasifiwa na sifa ziendani na kile unachosifiwa, jitahadhari sana nao. Ndio hali ambayo inajitokeza pale hivi katika maoni yake. Hapa naona jamaa anasema kwamba vipi anaitwa Shimirimana Palivi Ibrahim anasema hawa wanaharakati wana bahati wamekutana na Watanzania ni watu usafi. Huku kwetu wasingejulikana walipoenda, na hata dunia ingepigwa na butwa kwa kingewakuta. Kuna mataifa hayaletewi mzaa kama wanaoleta kule Tanzania. Huyu ni Shirimana Ibrahim anaozungumzia kutokea kule maeneo
ya Burundi. Gaston pale hivi Joseph Lobuli pale vasema tulia babu, huku hatoki mtu, lazima atuachie bikra na aonje Tanzania. Ndio wale ambaye inajitokeza msikilizaji katika hatua hiyo. Endelea kuwasilisha maoni yako, takuwa nasoma pole pole taratibu tukisonga mbele. Bapo asante sana wote ambao wanatufuatilia, vile vile Franco Kisanga kutokea maeneo ya 2-in-1 Boda kule Hispania. Tunashukuru sana jamani kwa kuendelea kuwa msikilivu wa idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametuhumiwa na mwenzake mwenyeji Rais Donald Trump wa Marekani kwa mauaji ya wakulima wazungu. Waziri wa sheria nchini Kongo Constant Mutamba atahojiwa na kamati ya bunge kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya karibu dola milioni 20 zilizotengwa kwa ajili ya fidia ya vita. Manchester United imeachwa hoi katika fainali ya Europa League iliyochezwa uwanjani St Mamens baada ya kufungwa goli 1-0 na Tottenham Hotspur. Wajulieni hali mashabiki wa United. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.